Hujambo na karibu katika Matukio Daima habari kwa siku hii ya leo. Miongoni mwa habari tulizonazo ni pamoja na Rais Samia asema 80% ya sekta binafsi wameongeza mishahara, asema watahakikisha kiwango cha maisha hakishuki. Ajira yenye heshima, usalama, kipato cha haki na halali na mazingira yanayolinda utu. Mwang'onda akoshwa na mradi wa barabara Ruangwa. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, niseme tu Mwenge wa Uhuru umefurahishwa sana na ujenzi wa barabara hii ambayo imejengwa kwa kiwango kilicho bora zaidi. Na katika michezo, Simba kuikaribisha Yanga Jumapili uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo, Dar es Salaam. Kwa hiyo upande wa Simba imeleta asali chanya, lakini kwa upande wa Yanga imeleta kidogo asali hasi. Kwa tunategemea kuona mechi ya ufundi, watu wa saikolojia pamoja na viongozi kuweza kuimisha timu katika hali iliyokuwa na ushindi. Habari za wakati huu, mtazamaji wa Matukio Daima. Karibu katika Matukio Daima habari. Tutakao kusomea taarifa hizi. Jina langu ni Beldina Majinge na mimi ni Rehema Salim. Kwa pamoja tunakukaribisha uwe nasi tangu mwanzo hadi mwisho wa taarifa yetu ya habari. Na tukiangazia kutokea mkoani Njombe, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amesema 80% ya waajiri wa sekta binafsi wameongeza kima cha chini cha mshahara na kwamba serikali inaendelea kuzungumza na 20% iliyobaki ili walipe kima hicho ambacho ni shilingi 358,058. Rais Dr. Samia amesema hayo mkoani Njombe katika maadhimisho ya siku ya wafanyakazi duniani ambapo kitaifa yamefanyika mkoani hapo. Kama tunavyofahamu, kazi ni zaidi ya kipato, kazi ni utu, kazi ni heshima. Kazi si msingi wa maisha ya mfanyakazi na familia pekee, bali kazi ni uhai wa taifa kwa ujumla. Ndio maana tunapozungumzia kazi zenye staha, tunazungumzia ajira yenye heshima, usalama, kipato cha haki na halali na mazingira yanayolinda utu wa mfanyakazi. Hapo ndipo inapodhihirishwa dhana yetu ya kazi na utu. Tunasonga mbele. Awali, mkuu wa mkoa wa Njombe Anthony Mtaka amewataka watumishi wa serikali kuheshimu kazi mara baada ya kuajiriwa, kufuatia baadhi ya waajiriwa wapya kukwepa kufanya kazi katika baadhi ya mikoa kwa kisingizio wanaumwa figo na kwamba wahamie karibu na hospitali. Mheshimiwa Rais, sisi kama viongozi wa mkoa na wilaya tumetimiza wajibu wa kukumbushana kama watumishi. Tunapata hizi ajira, tuziheshimu, tuzitunze. Inakuwa inasumbua Mheshimiwa Rais, mtu amekaa nyumbani miaka 10 hana kazi. Ameomba Mungu, ameokoka makanisa na misikiti yote. Amepata kazi. Anapangiwa Njombe. Akifika hapa anasema anaumwa figo. Anaomba amie karibu na hospitali. Tumewaambia kama kuna vyumba vinatolewa Benjamin Mkapa au Muhimbili, tutawaombea vyumba. Lakini kama ni mkoa tayari hospitali na huduma za kibingwa. Lakini haya yote Mheshimiwa Rais, tumewaomba wazazi waase watoto. Make malalamiko yalikuwa ni mengi. Rais, ajira hazipo. Lakini watu wakiajiriwa wanachezea kazi. Kazi ya TUCTA inabadilika, baada ya kuhangaikia masuala ya watumishi, inabisa TUCTA waanze kutetea mtu mlevi, mtumishi mwizi, mtumishi mzembe. Mtumishi ambaye anakunywa pombe Jumamosi, Jumapili anakuja kazini Jumatatu ana hangover. Haya sio malengo ya serikali kwenye kuajiri. Sisi kama mkoa na halmashauri zetu tumewaambia vijana waliokuja kuajiriwa, pale ambapo itawezekana utumishi watusaidie, si tu kwenye kuzuia uhamisho, lakini kwenye kuelimisha na wazazi waweze kushiriki, kwa sababu kila mmoja kazi zote unaanzia chini. Mheshimiwa Rais, ni kazi ya kaburi peke yake ambayo unachimba juu kwenda chini. Na tukielekea mkoani Lindi, kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kimataifa mwaka 2026 Wazo Mwang'onda ameipongeza TARURA wilaya ya Ruangwa kwa usimamizi mzuri wa mradi wa barabara ya Mwilawa yenye urefu wa kilomita 0.59 kwa kiwango cha lami uliogharimu zaidi ya shilingi milioni 513. Akizungumza wakati wa uzinduzi Mei 1, 2026, Mwang'onda amesema ameridhishwa na ubora wa ujenzi huo ambao umejumuisha mitaro na kusimamiwa kwa viwango bora. Ujenzi wa barabara hii umekamilika
umejenga kwa kiwango cha rami nyepesi, mitaro imejengwa. Kwa kweli barabara ni nzuri sana. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, niseme tu Mwenge wa Uhuru umefurahishwa sana na ujenzi wa barabara hii ambayo imejengwa kwa kiwango kilicho bora zaidi. Yote tumekagua, tumeona barabara ina kiwango kilicho bora. Hivyo tunamshukuru mkandarasi, lakini tunawashukuru viongozi ambao mlikuwa mnasimamia. Tuwashukuru sana TARURA ambao walisimamia ujenzi wa barabara hii iliyojengwa katika viwango vilivyo bora. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, baada ya kusema hao, niendelee kuwaomba Watanzania hasa Wanaruangwa kuendelea kulinda amani na utulivu wa nchi yetu. Ndugu zangu Wanaruangwa, palipo na amani ndipo penye maendeleo. Tunaona hizi barabara za rami zilizofungwa mpaka taa ni kwa sababu ya amani tulionayo. Lengo la mradi huu ni kujenga barabara ya wilaya kwa kiwango cha lami ili kuboresha miundombinu ya usafiri na usafirishaji kwa wakazi wa maeneo ya vijiji vya Likangara, Dodoma, Nachingwea na Mchangani ndani ya wilaya ya Ruangwa. Ujenzi wa mradi unatekelezwa na kampuni ya Tanzania inayojulikana kwa jina la MSJL Technology and Construction Company Limited ya sanduku la posta 8759 Dar es Salaam. Ujenzi ulianza tarehe 11 mwezi wa 4 2024 na ulikamilika tarehe 30 mwezi wa 6 2025. Ujenzi wa barabara hii kwa kiwango cha lami umesaidia kupunguza gharama za ukarabati wa mara kwa mara na kupunguza matumizi ya fedha ambazo zingeweza kutumika kama barabara ingekuwa ya vumbi. Vile vile barabara inachangia maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa wakazi wa vijiji vya Likangara, Dodoma, Nachingwea na Mchangani. Kiufupi ilifaidika na barabara yetu kwa matengenezo yake yamekuwa mazuri na yana ubora vizuri, kwa sababu Ruangwa zamani ilikuwa Solongwa hii. Sasa hivi kiufupi Ruangwa ina maendeleo mazuri. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu na tunamuombea Mama Samia Suluhu aendelee kubaki madarakani. Barabara ilikuwa ya vumbi, ilikuwa haipitiki. Ila kwa sasa hivi tunashukuru barabara ni nzuri, inapitika vizuri tu. Kwa hiyo tunamshukuru Dr. Samia pamoja na Kassim Majaliwa alikuwa waziri mkuu. Barabara hii ya kutoka barabara ya Mwilali Road zamani ilikuwa na barabara ya mashimo. Tukipata tabu wananchi. Kwa maana hiyo msimamo wa barabara tulikuwa hatuna. Kwa kupata barabara hii tunashukuru kuipata barabara hii. Kama serikali ipo jitihada nyingine iongeze bidii barabara zingine Na tukiwa katika mkoa wa Iringa, baadhi ya vijana mkoani Iringa wameeleza sababu mbalimbali zinazopelekea wanafunzi wengi kufanyiwa ukatili wa kijinsia wanapokuwa shuleni. Wakizungumza na Matukio Daima, baadhi ya vijana hao wamesema kuwa wanafunzi wengi hasa wanafunzi wa vyuo wanafanyiwa ukatili kutokana na hali ngumu ya maisha, tamaa, ukosefu wa elimu ya usawa na ugomvi baina ya wanafunzi wenyewe. Sababu kubwa ya kwanza kabisa ni ukosefu wa elimu ya usawa. Kwa hiyo toka zamani watu wengi ambao ni walimu walitoka kwenye jamii ambazo inaonekana mwanamke kwa mfano ni mtu ambaye ni duni. Kwa zile kitu ambacho ametoka nacho nyumbani huko kijijini, yule mwalimu akija nacho hapa anaendeleza kumuona kama mwanamke ni mtu ambaye hawezi, mpaka fanyeje awezeshwe. Kwa sasa anapohitaji yule mwanamke kujiwezesha yeye au huyo mbinti kujiwezesha yeye, ndipo pale ambapo sasa akiwa na changamoto yote mwalimu anaanza kumuomba. Kwa mfano anasema sasa kwa hili hapa labda tufanye mapenzi ili tuweze kufanyaje ili niweze nikusaidie. Unaona? Lakini jambo la pili pia ni mmomonyoko wa maadili. Unaona? Kwa sababu sasa hivi wanadamu wanaishi kinyume na mapenzi ya Mungu. Kwa mfano Mungu amesema labda mtu usifanye visizini, lakini yule mtu kwa sababu ana mmomonyoko wa maadili anaamua kufanya kile kitu ambacho Biblia imefanyaje, imekataza. Laiti angekuwa tunafundisha maadili shuleni, hao walimu au wanafunzi wasingefanyia vitendo vya ukatili wanafunzi wenzao. Njia kubwa elimu itolewe kuanzia shule za awali. Ili mtoto kuanzia chekechea atoke chekechea akiwa anajua kwamba sasa wanadamu watu wana haki ya kuishi, tena kuchukuliwa sawa, ni mwanamke ni mwanaume. Lakini pia kitu kingine, mashuleni huko na vioni au hata serikali anzishe mitaala mizuri ya elimu ya dini ili watu wafundishwe, wajue kwamba kuna jehanamu lakini pia kuna mbinguni, na wajue kwamba hapa duniani hawajaja kuishi kwa maisha marefu, wataondoka sio muda. Maisha ya nyumbani, ila maisha ya nyumbani yasipoka sana, hiyo sio sababu ya kufanya mtu afanyiwe ukatili, ila ni vile tu mtu unavyojiweka ndio vile una. Inaweza ikawa kwa mfano mwanafunzi labda amepata stress, labda ameenda huko klabu hizi za usiku, ameenda huko sasa
kuolewa linasababisha kufanyiwa ukatili, au labda ana ugomvi na mwenzie, labda ndio hivyo na huyo mwenzie ameamua kumfanyia ukatili. Tukiendelea kusalia mkoani Iringa, kutokana na maendeleo ya sayansi na teknolojia kukua nchini, vijana wamekuwa wakisahau mila na desturi za jamii zao wafikapo mijini. Matukio Daima imezungumza na Moses Mwakitalu na ameeleza kuwa maendeleo ya sayansi na teknolojia na malezi ni chanzo cha wao kutofuata mila na desturi hizo. Sababu ni nyingi ambazo zinapelekea vijana kutopenda tamaduni za kwao, lakini sababu kubwa ambayo mimi naiona ni teknolojia kukua, ambapo sasa teknolojia ikikua inapelekea watu kukopi vitu vya watu wengine. Kama sasa hivi mtandao wanaona lifestyle za watu wengine, kwa hiyo inamfanya na yeye aije kuishi kama vile. Kwa hiyo nadhani sababu kubwa kwa vijana wa siku hizi. Na pia malezi, pia wazazi wengi wa siku hizi hawalei mabinti zao ama vijana wao kuwa katika maadili kama zamani ilivyokuwa. Kwa maana kama sasa hivi ukijaribu kutuletea vijana wengi, mtu ajui lugha yake ya nyumbani, ajui kabila lake ina tamaduni gani. Kwa hiyo pia ni sababu kubwa. Ndani Kwa upande wao, Anthony Magoda na Neema Octavian wameeleza juu ya masuala ya kuiga kutoka kwa wengine walioko mijini, huku suala la ukosefu wa elimu kuwa ni njia ya wao kuona kama mila na desturi kuwa ni jambo lililopitwa na wakati. Ya kwanza ni mabadiliko ya mazingira. Manake mtu anaweza kutoka kijijini kuja mjini, ila anazo zikukuta kule kijijini na mjini inakuwa ni tofauti. Ya pili ni kuendelea kwa elimu. Mtu anapopata elimu anaweza kusahau zile mila na desturi. Cha tatu, kuendelea kwa sayansi na teknolojia. Kwa wakifika mjini wanaweza kuiga tabia ambazo zimepatikana huku mjini, wanasahau mila na desturi za kwao. Wanakuwa wanaishi yale maisha ambayo kutokana na mazingira ambao wanaishi muda huo, na kuiga wanaiga watu wengine wanavyokuwa wanafanya, wanavaa, wanaacha ule maadili yao ya kwa kijijini kwao. Na mpenzi mtazamaji, na kwa habari hiyo tunaelekea moja kwa moja uwanjani kuangazia habari za michezo. Kuelekea mchezo wa ligi kuu soka bara utakaochezwa Jumapili hii baina ya watani wa jadi Simba dhidi ya Yanga, mwenzetu Frank Vegula amezungumza na mchambuzi Ackley Utwa kuhusu ushindani utakao kuwepo kiufundi katika mchezo. Naweza tukazitumia maana pili pia zikaleta matokeo. Kwa hiyo mpaka sasa hivi kwamba tayari timu inaamini kwamba tuna uwezo. Kwanza tuko nyumbani, uwanja ambao tumeshachezea mechi zaidi ya 2 hadi 3, tunaujua vizuri. Lakini pia tumeshaujua udhaifu wa mpinzani uko sehemu gani, kwa naweza tukautumia tukapata pointi 3 tukaweza kupunguza gepu. Lakini pia inategemeana pia, huenda kwa sababu kuna muda timu kujiamini kupita kiasi pia huwa inaleta matokeo ambayo sio mazuri, kwa sababu ukitoa unajiamini mtu unamweza. Sababu hivi umemwacha mpinzani pointi 5, lakini mpinzani anaonekana na hatari zaidi kuliko hata wewe ambaye unaongoza hapo. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinakuonyesha kwamba ligi bado na ndo kama inaanza, kwamba unatakiwa uchukue ushindi kwenye kila mechi, haijalishi unacheza na nani na kwa wakati gani. Kwa hiyo ni wakati wa kuhakikisha mbinu zako wachezaji wanazitumia vizuri kuweza kupata matokeo, hata kama usipocheza vizuri. Nadhani hata kama usipocheza vizuri, kubwa kwa mashabiki wa Yanga na Simba wanataka upate ushindi tu. Haijalishi unacheza vibaya, umpiga pasi moja mechi nzima, lakini ukipata ushindi tu inafuta makosa yote ambayo yameonekana uwanjani. Lakini ndipo utapoteza point, mashabiki na viongozi hawatakaa kukuelewa. Kwa Naam, taarifa hiyo ya michezo ndio inatufikisha mwisho wa taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo, lakini kabla hatujahitimisha tusikilize tena muktasari wake. Rais Samia asema 80% ya sekta binafsi wameongeza mishahara, asema watahakikisha kiwango cha maisha hakishuki. Ajira yenye heshima, usalama, kipato cha haki na halali na mazingira yanayolinda utu. Mwang'onda akoshwa na mradi wa barabara Ruangwa. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, niseme tu Mwenge wa Uhuru umefurahishwa sana na ujenzi wa barabara hii ambayo imejengwa kwa kiwango kilicho bora zaidi. Na katika michezo, Simba kuikaribisha Yanga Jumapili uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo, Dar es Salaam. Kwa hiyo upande wa Simba imeleta asali chanya, lakini kwa upande wa Yanga imeleta kidogo asali hasi. Kwa tunategemea kuona bichi la ufundi, watu wa saikolojia pamoja na viongozi kuweza kurudisha timu katika hali iliyokuwa na ushindi.
Kwa niaba ya wote walioshiriki kuandaa taarifa hii ya habari, jina langu ni Rehema Salim. Na mimi ni Beldina Majingere. Inshallah tukutane kesho. Umehitimu darasa la 7, kidato cha 4 au zaidi na unahitaji kupata ujuzi? Karibu katika vyuo vya RDO Mdabulo, RDO Mafinga, RDO Ibwanzi na RDO Kilolo ili ujipatie mafunzo mahiri ya malezi yaliyo bora. Fani zinazotolewa vyuoni ni kama ifuatavyo: umeme wa majumbani na viwandani, uchomeleaji na uundaji wa vyuma, ufundi magari, ufundi bomba, upishi na uhudumu wa hoteli, useremala, uashi au ujenzi, uzalishaji wa afya ya mifugo, ubunifu na ushonaji wa mavazi, ufumaji, utengenezaji wa bidhaa za ngozi, teknolojia ya habari na mawasiliano na matumizi ya kompyuta. Mafunzo yanatolewa kwa miezi 3 na miezi 6 tu. Nafasi za hostel zipo kwa wahitaji wote. Pia tuna nafasi kwa wanaohitaji kuhamia level 1, 2 na 3. Vyuo vyetu vyote vimesajiliwa kikamilifu na Baraza la Ufundi na Mafunzo ya Ufundi Study NACTVET. Unaweza kujisajili moja kwa moja na kupakua fomu za kujiunga katika tovuti ya shirika, yani www.rdo.or.tz. Iandae kesho yako iliyo bora na vyuo vya RDO. Kwa maelekezo zaidi wasiliana nasi kwa namba 0757 35 18 37 au 0745 92 15 75. Kumbuka, ufundi ni taaluma ina. Kwa afya yako na ubora wa maisha yako, unahitaji maji yaliyo safi, salama na yenye ladha halisi ya asili. Karibu utambue ubora wa Sif Natural Mineral Water, maji ya madini asili yanayotoka kwenye vyanzo salama vya Mafinga, Tanzania, yakichujwa na kuandaliwa kwa viwango vya hali ya juu kabisa vya ubora. Furahia ubaridi wa maji safi kila unapohitaji. Sif Natural Mineral Water inapatikana katika ukubwa mbalimbali kwa matumizi rahisi na ya uhakika. Chagua maji unayoyaamini, chagua ubora unaostahili, chagua CF Natural Mineral Water. Kwa mawasiliano na kuweka oda, wasiliana nasi kupitia 0762 123 736 au 0769 440 834 au barua pepe cfcompany100@gmail.com. CF Natural Mineral Water, maji yenye madini asili kwa afya na uhai wa kila siku. Nikwambie kitu mtazamaji wa Matukio Daima. Clock Tower Kefu ni moja tu. Tofauti ya Clock Tower Kefu na sehemu nyingine ni moja. Kwanza, Clock Tower Kefu wahudumu wake ni wacheshi, lakini huduma zao ni bora kuliko, lakini kubwa zaidi kwamba vitu vyao vyote vinavyouzwa Clock Tower Kefu ni bei nafuu kuliko. Usiulize wapi kefu nzuri, uliza tu Clock Tower Cave. Clock Tower Cave. Tupo jirani na mnara wa saa katikati ya mji wa Iringa. Tupo wazi kuanzia Jumatatu hadi Jumapili. Tupigie simu namba 0677 220 022 au 0657 366 667. Clock Tower Cave Iringa, ladha inayounganisha wapenzi. Ndiyo, Clock Tower Cave, home of delicious meals.